kuhusiana na muhadhara ambao leo mara baada ya swala magharibi. Kwa tunawakumbusha ni tangazo la muhadhara ambao unatarajia kufanyika leo mara baada ya swala magharibi insha Allahu taala, na muhadhara utakuwa ukizungumzia mambo ya zaka. Kwa hiyo ni vyema sana mambo haya tuje tunasikilize, kwa sababu huwa yanazungumzwa kwa nadra sana. Mambo ya zaka huwa hayazungumzwi sana, kwa hiyo ni fursa tuje tusikilize kile ambacho muhadhiri atakuja kukizungumza. Leo tarehe 14 mwezi wa pili Safru mwaka 1448 mwaka wa Kiislamu Hijri. Ada yetu ni kupata kalma mara baada ya swala ya dhuhuri, na siku hii ya leo tunazungumza mambo ya imani, mambo ya itikadi, mambo ya aqida, na yale ambayo yanakwenda kinyume na itikadi sahihi ya Uislamu, na yale mambo ambayo ni yenye kuharibu imani na Uislamu wa mtu. Kama tulivyotangulia kusema kwamba katika miongoni mwa vitu vinavyoharibu imani na Uislamu wa mtu ni makundi haya, kama vile kundi la Kishia Ithnai Ashariya, ni kundi ambalo liloficha ukafiri na kudhihirisha Uislamu, lakini itikadi zao, mtizamo yao inakwenda kinyume na imani sahihi ya Kiislamu. Mashia Ithnai Ashariya al-Imamia ni kundi ambalo lenye kudai madai ya kuwapenda Ahlul Bait, kwamba wao ni wafuasi wa Ahlul Bait, wanawapenda, wanawatukuza na kuwajali. Lakini haya ni madai tu yaliyomo ndani ya midomo yao, ni madai tu yaliyomo ndani ya ule uwazi wao kwa juu juu, kama alivyosema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu pale aliposema, lau mayaztu shi'ati lama wajadtuhum illa wasifa, lau kwamba nitaamua niwapambanue wale wenye kudai na wafuasi wangu, sitawakuta isipokuwa ni madai tu. Walau imtahanatuhum lama wajadtuhum illa murtaddin, na lau kwamba nitaamua kuwapa mtihani hao wenye kudai kwamba ni wafuasi wangu Ahlul Bait, basi nisingewakuta isipokuwa nitawakuta kwamba ni watu waliortadi, ni watu ambao hawamo katika Uislamu. Na lau kwamba tamahastuhum, kama nitawakusanya nianze kuwahesabu nijue wale wafuasi wangu na wafuasi wa Ahlul Bait, lama khallasa min al-alfi wahidun, basi katika hao wafuasi 1000 wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa Ahlul Bait, katika 1000 sitopata hata mmoja. Kwa hiyo tunakuta kwamba ni watu ambao wenye kudai tu madai, kama vile wale wanaosema kwamba wao ni wafuasi wa Isa mwana wa Maryam, kwamba wao ni wafuasi wa Yesu, lakini ukiwaangalia walivyo na jinsi wanavyoishi, na ukimwangalia Isa mwana wa Maryam ni mbingu na ardhi. Kwa hiyo ni madai, kwa hiyo ni wasifa, ni sifa tu. Tupo katika kipengele cha kuangalia Ahlul Bait wenyewe wanasemaje kuhusiana hawa watu ambao wameshika bendera ya kudai kwamba wao ni wafuasi wao. Ahlul Bait wenyewe wanasemaje? Tumeanzia kwa Ali bin Abi Talib, tukaja kwa Hasani bin Ali bin Abi Talib, tukaja kwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, lakini tukaja kwa watoto wa Al-Husayn, kwa sababu Mashia Ahlul Bait kwao ni Ali na watoto wake tena ni Husayn, kwa sababu Ali ibn Abi Talib
ana watoto wengi sana, sio wawili tu, sio Hasan na Hussein, lakini wao Ahlul Baiti wamemchukua al-Hussein na kizazi chake, mtoto al-Husaini, mjukuu al-Husaini, mjukuu al-Husaini, hivyo mpaka 12. Kwa hiyo wao wanasemaje kuhusiana na madai ya hawa watu wenye kudai kwamba eti wao ni wafuasi wa Ahlul Bait? Wanadai na kushika bendera ya kutangaza ulimwenguni kwamba wao ni wafuasi na ni watetezi wa Ahlul Bait. Wao wenyewe Ahlul Bait wanasemaje kuhusiana hawa watu? Tumeyaona mengi wale wayasema. Tukaishia kauli ya Zainul Abidin ambaye ni mtoto wa Husaini ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye anaitwa Ali ibn al-Husayn, Husayn ibn Ali wa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum. Allah awaridhie na Allah awape amani na awape rehema. Huyu Ali tuliona maneno aliyosema, na katika miongoni mwa maneno yake aliyoyasema, anasema katika kitabu Al-Ihtijaj jiledi wa 2 kurasa 29, anasema inna haulai yabekuna alaina, hawa watu ukiwaangalia wanatulilia sisi, wanalia, wanajipiga, wanajikata. faman qatalana, hasa ni nani aliyetua ghairu wasiokuwa wao? Yani huyu Ali ambaye ni mtoto al-Husaini, ambaye ni mjukuu wa Ali ibn Abi Talib, baba yake ndiye ambaye kwamba amepata shahada ya kuuawa pale Karbala. Sasa huyu Ali mtoto al-Husaini mtoto wa Ali ibn Abi Talib anasema haya maneno, inna haulai yabukuna alaina, hao ni kudai kwamba wao ni wafuasi wa Ahlul Bait, Mashia, wanalia kwamba sisi tumeuawa. Sasa akasema hivi, faman qatalana ghairuhu, ni nani sasa aliyetua kama sio wao? Yani wao wametua alafu wajidai kwamba wanalia kupicha ule uovu wao. Haya ni maneno ambayo ameyasema Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Sasa ina maana Ahlul Bait wenyewe wanawakataa hawa watu kwamba nyinyi acheni unafiki, na hakuna watu wanafiki zaidi kuliko Mashia. Yani kina Abdullah bin Ubay bin Salul, hao ni wadogo sana katika unafiki kushinda unafiki wa Mashia. Unafiki wa Mashia ni mzito kushinda hata wa Abdullah bin Ubay bin Salul, hawa ni zaidi. Sasa anasema nyinyi mnalia, mnajipiga, mnajikatakata kwamba tumeuawa. Sasa ni nani ambaye katuua sisi kama sio nyinyi mnaojifanya mnalia? Haya maneno yamo katika kitabu Al-Ihtijaj, moja kati ya vitabu vya Mashia. Waqala Al-Baqir, na akasema Al-Baqir ambaye ni mmoja kati ya maimamu 12 wa Mashia waliowatengeneza wao wenyewe, wala hawana habari juu ya yale ambayo kwamba wanayofanya Mashia. Wao wamewapanga tu kwamba wao ndio maimamu wetu. Lakini naye huyu anasemaje? Al-Baqir huyu anaitwa Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ni mtoto wa Ali, ambaye Ali ni mtoto wa Husayn, ambaye Husayn ni mtoto wa Ali ibn Abi Talib. Bado ni wale wajukuu wa nani? Wa Ali ibn Abi Talib. Huyu naye ni katika Ahlul Bait, ni katika miongoni mwa maimamu kwa mtazamo wa Mashia, na katika miongoni mwa maimamu wao wanawadai kwamba ni maimamu wao. Naye huyu anasemaje? Anasema lau kana an-nasu kulluhum lana shia, lau ungelikuwa watu wote wenye kudai kwamba ni wafuasi wetu,
lau kana kwamba wale wote wenye kudai kwamba ni wafuasi wetu, ni watetezi wetu, la kana 3/4, ingelikuwa robo tatu yao. Lau ingelikuwa yani wale ambao kwamba wenye kudai kwamba ni wafuasi wetu, wale wenye kudai kwamba ni watetezi wetu, robo tatu yao wangelikuwa ni kina nani? Shakaka, ni watu ambao hawana imani ya kweli. Yani wale wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa ahlul bait, ni wafuasi wa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, robo tatu yao ni watu ambao kwamba shakaka, ni watu ambao wenye shaka, hawana imani iliyokamilika. Na huo ndio uhalisia wa wanafiki. Wanafiki huwa hawana imani iliyonyooka, hawana imani iliyokuwa sawa sawa, wana shaka, wana raiba katika imani yao. Kwa wanasema robo tatu yao ni watu ambao kwamba waliokuwa na mashaka, robo tatu yao ni watu ambao kwamba waliokuwa na mashaka. Wa rubu'ul akhar ahmaq, na robo iliyobaki, yani ukiwachukua wale wafuasi wenye kudai kwamba wao ni wafuasi ahlul bait, robo tatu yao ni watu ambao imani zao ni za mashaka, si wa kweli. Na robo moja iliyobaki ni watu wapumbavu, wajinga kabisa, sio na akili. Haya ni maneno aliyosema na al-Baqir Muhammad bin Ali ibn al-Husayn bin Ali bin Abi Talib katika kitabu Rijalul Kashi. Rijalul Kashi ni moja kati ya kitabu cha mwanachuoni mkubwa wa Kishia ambaye wanamtegemea katika masala ya hadithi, kama ambavyo sisi ahlus sunna wal jamaa tuna Bukhari, tuna Muslim, tuna Tirmidhi, tuna Ibn Majah. Wao ni huyu Kashi, huyu ndio mwanachuoni wao mkubwa wa hadithi. Sasa yeye amepokea riwaya hii kutoka kwa Muhammad bin Ali bin Husayn bin Ali bin Ali bin Abi Talib. Anasema kwamba lau hawa watu wenye kudai kwamba ni wafuasi wetu, hawa mashia hawa, robo tatu yao utawakuta ni waongo, wanafiki, yani ni watu ambao wenye shaka juu ya imani zao. Alafu robo iliyobaki ni watu ambao mambumbumbu, hawana akili, majuhal, ahmaq, watu wapumbavu kabisa. Haya ni maneno wanayosema na ahlul bait wenyewe, kuwasema hawa wenye kudai kwamba wao eti ni wafuasi wa watu wa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuangalie maneno mengine ya ahlul bait, anasemaje kuhusiana hawa watu wenye kudai kwamba ni wafuasi wao, ni watetezi wao. Waqala as-Sadiq alayhi salam, wamempa laqabu ya hii as-Sadiq, lakini jina lake anaitwa Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Wote ni kizazi cha al-Husayn. Al-Husaini, watoto wake, wajukuu, vitukuu mpaka huko. Naye anasemaje? Naye ni katika ahlul bait. Anasema ama wallahi law ajidu minkum thalathata mu'minina yaktumuna hadithi masahlaltu an aktumahum haditha. Anasema lau kwamba ningelipata tu watatu tu katika hao wenye kudai kwamba ni ahlul bait, lau kwamba nitawapata ni watatu tu ambao ni waumini, basi mimi nisingeficha maneno yangu, nisingeificha elimu yangu, ningeitoa, lakini naizuia kwa sababu hawa wenye kudai ni wafuasi wangu ni watu hatari wa kubadilisha maneno, wa kubadilisha mafundisho, wa kubadilisha maelekezo. Yani Jaafar bin Muhammad bin Ali ibn Husayn bin Ali bin Abi Talib alayhi wassalam anasema kwamba hawa wenye kudai kwamba ni wafuasi wa ahlul bait, sifa walionayo kubwa ni kupindisha maneno. Ndio maana leo ukikaa ukimsikiliza Jalala anavyoelezea historia ya maswahaba, anavyowatukana na kuwasingizia uongo, kwamba Umar bin Khattab radhiallahu anhu alikwenda kuvamia nyumba ya Ali bin Abi Talib, akagonga mlango haukufunguliwa, akaupiga teke. Alafu kwa Fatima amekaa karibu na mlango, ule mlango ukampiga Fatima, na Fatima alikuwa ni mjamzito, mimba ikatoka.
kwa sababu ndiyo kazi yao kupindisha maneno, ndiyo kazi yao kupindisha historia. Leo ukikaa ukitazama Shia wanavyoleta historia ya Uislamu, unaweza kuwachukia masahaba wote kama ambavyo wao wanapowachukia masahaba na kuwakufurisha, kwa sababu ndiyo tabia yao kubadilisha, kupindisha maneno, nasu, dalili, kuziweka kinyume. Na wao ndio wanashikilia fatwa ya kuhalalisha kuwaingilia wanawake kinyume, na wanaitumia aya nisaukum harthun lakum fa'tu nisaakum annashitum. Wanapindisha aya, hadithi, historia ya Uislamu wanaikunja. Sasa Jaafar ibn Muhammad ibn Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abi Talib anasema, lau kwamba ningelipata katika hao wenye kudai kwamba ni wafuasi wetu Ahlulbayt, lau kwamba ningelipata watatu tu ambao ni waumini wa kweli, basi mimi elimu yangu ningelitoa kwao, lakini nimewakuta ni watu ambao si wenye kuwa na uadilifu katika elimu. Wakielezwa mambo wanayapindua, wanaweka tofauti. Kwa hali hiyo basi siwezi kuzungumza kuhusiana na mambo ya dini, kwa sababu hawa watu siwo. Haya yapo katika Usulul Kafi mjeledi wa kwanza ukurasa wa 496, yamo ndani ya kitabu cha Kishia, wameeleza haya. Sasa tuje sasa kwa Fatima as-Sughra. Fatima as-Sughra, huyu ni Fatima binti al-Husayn. Wamemwita Sughra kwa sababu ya kumtofautisha, kwa sababu kuna Fatima az-Zahra ambaye ni binti Rasulillah, na huyu Fatima wa al-Husayn. Huyu naye anasemaje? Kwa sababu wakati baba yake anahadaiwa na hao Mashia waliomuita pale Kufa kwamba njoo tutakutetea, tutakusaidia, wakati wanamuita huyu alikuwepo kwenye ule msafara, wakati wale ni mdogo. Anasemaje? Anasema Fatima binti al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib alayhim as-salatu wassalam, anasema katika khutba ambayo alikuwa akiwaambia watu wa Kufa, wale waliodai kwamba wao ni Ahlul Baiti, ni wafuasi na ni watetezi wa Ahlul Baiti, waliomhadaa baba yake na wakapelekea kuuawa baba yake. Anasema, ya ahlal Kufa, enye watu wa Kufa, ya ahlal ghadari wal makri wal khuyala, enye watu wa udanganyifu na vitimbi na kujikweza, inna ahlal baiti ibtalana Allahu bikum, hakika sisi watu wa nyumba ya Mtume Allah ametupa mtihani kwenu nyinyi. Mmedai mapenzi ya kutupenda sisi, ya kutuunga mkono sisi, lakini mlitufanyia hii ni ibtilaan min Allah bina. Huu ni mtihani ambao Allah aliyotupa sisi, kwa sababu hiyo ndio suna ya Allah, kuwapa mitihani mizito wale watu wa juu, watu wa imani ya juu. Allah ametupa mtihani kwenu nyinyi, wabtalakum bina, na Allah amekupeni mtihani nyinyi kwetu sisi kwa kutufanyia haya mlotufanyia. Huu ni mtihani kwenu. Faja'ala bala'ana hasanan, Allah amejalia hili balaa letu, hili tatizo letu kwamba ni nzuri kwetu, ni balaan hasana, ni balaa, ni tatizo, ni mtihani wa kutupandisha daraja, wa kutuweka katika nafasi ya juu zaidi. Lakini kwenu nyinyi ni kufuru wa tughyan, fakafartumuna wakadhabtumuna, nyinyi mmetukufuru, mmetupinga na mkatukadhibisha. Waraaitum qitalana, na mkaona nyinyi kutupiga vita sisi, kutuua sisi, halalan, kuwa ni halali. Hapa anaongea na watu ambao wenye kudai ni wafuasi wa Ahlul Bait, wale watu wenye kudai kwamba wao ni Shia Ahlul Bait, ni wafuasi na watetezi wa Ahlul Bait. Fatima as-Sughra anawaambia, nyinyi mmeona kwamba kutuua ni halali, wa amwalana nahaba, na mali zetu kwamba ni zenye kuporwa na nyinyi, zina uhalali wa kuporwa na nyinyi. Akawaambia, kama qataltum jaddana bil ams, kama mlivyomuua babu yetu, yani Ali bin Abi Talib.
wasuyufukum taqturu min dimaina, panga zenu zinamwaga damu, zinatona damu yetu sisi ahlal bait. Tabban lakum, maangamivu yawe kwenu. Fantadhiru la'nata, isubirieni laana ya Allah, wal adhaba, na adhabu. Fakaanna qad halla bikum, kana kwamba nyinyi laana ishawapata nyinyi. Naona wanapojipiga, wanapojichanachana mpaka mtu anakufa, wengine wanaingia kwenye moto, wanaweka makaa ya moto kapita pale wengine. Laana imeshawapata nyinyi, bima dhalamtumuna, kwa vile mlivyotudhulumu. Ala, ifahamike, itambulike, la'natullahi ala dhalimin, laana ya Allah iwadondokee wale madhalim. Tabban lakum, maangamivu yawe kwenu, ya ahlal Kufa, enyi watu wa Kufa mliodai kwamba ni wafuasi ahlul bait. Haya ni maneno ambayo aliyasema Fatima Sughra kuambia watu wa Kufa. Hawa watu wa Kufa ndio mashia wa mwanzo huko. Hawa mashia leo mnawaona, hao ndio mababu zao, ndio waasisi wao walioasisi hili dai la kudai kwamba wao ni wafuasi ahlul bait. Sasa hao mababu zao wametokea hapo Kufa, ndio wameyafanya hayo mambo. Lakini alipoyatoa hutuba hii Fatima Sughra, watu wa Kufa wale, mmoja wao akamjibu muftakhiran, tena akamjibu kwa fahari, akamwambia nahnu qatalna aliyan wa bani ali, ndio sisi tumemuua Ali na watoto wake, bisuyufi Hindia, kwa panga za kutokea India, wa rimah, na mikuki. Ndio tumemuua Ali na tukawaua na watoto wake kwa panga za kutoka wapi? India. Wa rimahi, na mikuki inayotoka huko vile vile. Wasabaina nisaahum sabita Turki, na tukawateka wanawake wao. Wanatahanahum fa ayu naqhi, tukawasagasaga, tukawaseta. Yani anasema kwa kujifakharisha. Al-ihtijaju, maneno haya na hutuba hii utaikuta kitabu al-ihtijaju jildi wa 2 ukurasa wa 28. Sasa wale wenye kudai kwamba sisi bwana wafuasi wa al-baiti, sisi bwana watoto wao, wenyewe wanawasimanga, wanawaambia maneno haya kwamba bwana nyinyi mwalia, mwajipiga, mwasema mnahuzunika, ni nani aliyetua kama sio nyinyi? Kwa hiyo hayo madai wanaoyatoa mashia kwamba wao ni wafuasi ni maneno tu, havipo katika uhalisia. Tupo katika kipengele cha kuangalia mashia wanasema wao ni ahlul bait, wanatetea ahlul bait. Ahlul bait wenyewe wanasemaje kuhusu wao? Tumeona jinsi waliposema hapa wenyewe. Kwanza wanawaombea laana, wanawaombea kuangamia, na wanawalaumu kwa mengi machafu waliofanyia. Tutakuja kuangalia namna hawa wenye kudai mapenzi ya ahlul bait, wenye kudai kwamba wao ni wafuasi wa ahlul bait, namna walivyowatukana ahlul bait, namna walivyowadhalilisha na kuwavunjia heshima, ili ujue kwamba mashia hawa madai yao ni madai ya kinafiki, ni madai ambayo sio ya kweli. Allah atuwafikishe katika yale ambayo kwamba yanamridhisha, na tuepushe na yale ambayo kwamba yanamchukiza. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.